Historia iliyoandikwa kwa wino usiofutika katika vitabu vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa Machi 19, 2021. Ni tarehe yenye kumbukumbu bora kwa mwanamke shupavu. Jina lake Samia Suluhu Hassan. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Naam, huyu ni Samia aliyeleta suluhu kati yake madarasa mapya yamejengwa kama uyoga wakati wa masika. Sasa mwalimu na chak, mwanafunzi na kitabu, na mzazi anakunywa chai kwa amani nyumbani. Mradi mkubwa wa boosti ndio usiseme. Sasa tunakwenda kwa spidi ya mwanga, yani shua, ni umeme tu, si mchezo. Mama Samia anasema Tanzania lazima iunganishwe kwa reli ya kisasa, na sasa treni inapita kwa mwendo wa haraka kuliko juisi inapokwisha kibandani kwa Mangi. Unatoka Dar kwenda Dodoma ukiona kama unakwenda Kariakoo. Uchumi unakuwa, biashara zinafunguka, na watu wanapanda treni wakiwa na tabasamu kama wametoka kwenye interview ya mafanikio. Mnaijua ile kitu DP World? Hey. Sasa bandari yetu imeanza kupiga pesa kama mgao wa chips mayai. Mama Samia akasema biashara lazima iwe global. Wafanya biashara wanapakia na kupakua mizigo bila shida yoyote. Bandari yetu sasa ni kama daraja la uchumi, imejaa activity kama soko la Kariakoo wakati wa msimu wa sikukuu. Ulinzi kwanza. Kama ulikuwa unaenda polisi na kujiona kama unakwenda kwenye kikao cha wazazi shuleni, sasa mambo yamebadilika. Mama Samia akasema usalama wa raia kwanza. Askari wanafanya kazi kwa bidii na nidhamu kubwa. Ukipoteza simu Kariakoo, uwezekano wa kuipata ni mkubwa kuliko kupata chenji kwenye daladala. Uhalifu umepungua, na sasa mtu anakwenda baa bila wasiwasi wa kuibiwa viatu. Uko kwenye michezo ndio usiseme. Tumwachie Engineer Els au Rais Karia, au basi tumwachie Mzee Mangungu aseme. Mama kanunua hadi magori. Kilimoye, mko tayari? Asanteni sana. Sekta ya kilimo imepata baraka za Mama Samia. Akasema kilimo sio kazi ya wavuja jasho tu, bali ni kazi ya biashara. Ndipo akaja na mradi wa Building Better Tomorrow, BBT. Huu mradi ni kama mbolea ya uchumi wa wakulima. Vijana wanapewa mashamba na mafunzo, mbegu na hata mikopo yenye riba ndogo kabisa. Mashamba ya kisasa yamefunguliwa